mara nyingine tena taifa linajikuta katika kipimo cha demokrasia na siasa za kistaarabu. Safari hii uwanja wa majaribio ulikuwa Arusha mjini, ambapo kipimo cha demokrasia kweli kimedhihirishwa kuwa ni safari ndefu yenye uvumilivu sana. Uwanja huu wa majaribio ulihusisha katika uchaguzi wa meya wa mji wa Arusha, ambapo vyama vitatu vilishiriki katika mpango huo: CCM, Chadema na TLP. Kihistoria basi, mji wa Arusha ndio kitovu cha utalii Tanzania. Ukiwa na wakazi milioni 1,880,088 kwa takwimu za mwaka 2002. Tarehe 5 ya mwezi wa kwanza mwaka 2011, wakazi wa Arusha walijikuta wako kati ya mapambano dhidi ya polisi na wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Katika kile kilichoitwa maandamano ya amani kupinga matokeo ya uchaguzi wa meya wa mji wa Arusha. Hatuwezi kuvumilia uhuni wa polisi wa Arusha.
Nini basi kilitokea hadi Chadema kuyakataa na kuyapinga kabisa matokeo na uchaguzi wa meya katika jimbo la Arusha mjini, na kukaribisha basi katika mlolongo wa yale yaliyotokea Arusha, yakipewa jina la ukiukwaji wa demokrasia Arusha. Jambo lisilo la kawaida likatokea wakati wa uchaguzi wa kumpata meya wa Arusha, wakati chama kimoja kilipoamua kuchagua meya kwa madiwani wa chama hicho kupiga kura kwa sababu zisizojulikana, bila kuwepo madiwani wa chama kilichoshinda kiti cha ubunge hapa Arusha. Sintofahamu iliwakuta madiwani wa Chadema siku ulipofanyika uchaguzi. Wajumbe na madiwani pamoja na mbunge wa jimbo hilo kupitia chama cha Chadema walielekezwa kwa barua kila mmoja kuhudhuria katika semina Ore City House, na walipofika huko walijulishwa kikao cha kumchagua meya kinaendelea sehemu nyingine. Kikao hicho cha kumchagua meya kikihudhuriwa na madiwani na wajumbe wa CCM pamoja na TLP kiliwashitua sana madiwani na wajumbe wa Chadema. Lakini hata hivyo walifanya juhudi na kufika katika ukumbi huu, lakini tayari uchaguzi ulikwisha fanyika na meya kesha tangazwa. Na hii ndio hali halisi baada tu ya kuingia katika ukumbi wa mkutano huo ambapo uchaguzi ulikuwa ukiendelea. Kwa nini kulikuwepo na sintofahamu hii? Ni vipi vikao vya maendeleo, hasa uchaguzi wa viongozi, haukuhusisha mbunge wa jimbo hilo? Maelezo tunayotoa kwamba quorum haikuwepo, na kama wamechagua bila quorum na sisi tutachagua bila quorum, na tutaendelea na uchaguzi wetu sisi. Tuendeshe hizo taratibu za lack of quorum haiwezekani. Ratiba inatuambia leo tuko kule. Kama sio cha kwetu. Mheshimiwa, tunaomba ujieleze kwa wajumbe. Tunaomba uombe kura. Naomba kura. Mheshimiwa Mara, tunaomba uombe kura. Polisi walivamia katika kikao hicho, na kanuni zinasemaje juu ya hali hiyo? Naomba Mheshimiwa Lema atoke nje. Usitoke, kama ni nguvu itumike, nguvu ya dola. Nguvu ya dola itumike, usiondoke. Nguvu ya dola itumike. Unahitaji unakuja kutoka kwa stika kulikamata. Kuingia ndani. Hawezi kutoka. Huwezi kulikamata. Huna mamlaka ya kumkamata. Najua rules. Huna mamlaka ya kumkamata. Cha kushangaza zaidi, wajumbe hao walishangilia kutokana na vitendo vya polisi walivyokuwa wakivifanya ndani ya ukumbi huo, na hasa kwa kumdhalilisha mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Kanuni za bunge zinasemaje? Ni nani alitoa mamlaka ya polisi huyu kufanya hiki anachokifanya? Je, uchaguzi huu wa meya huyu ni halali? Hapa ndipo kulikoanzia wito wa kufanyika kwa maandamano ya amani kupinga matokeo ya meya
Nasikia naishiwa nguvu. Naishiwa nguvu sana. Sasa sijui polisi wamenifanya nini. Naishiwa nguvu tu, lakini sisikii kuumwa, miguu inawasha afu naishiwa nguvu. Tunakwenda kuomba tupewe muktasari na tutafanya uchaguzi kesho wa kumchagua meya wa Arusha mjini anayegombania kwa Chadema. Kwa Arusha itakuwa na mameya wawili, meya wa Chama cha Mapinduzi, meya wa Chadema. Kulikuwa kuna sababu ya msingi ya CCM kufanya uchaguzi kwa sababu kola haikutimia. Sheria inasema 2 ya 3 ya wajumbe wanaweza wakachagua meya. 2 ya 3 ya wajumbe ni madiwani 21 karibuni, sio madiwani 16. Wamepata wapi mamlaka ya kuchagua meya wakati akidi haikutimia? Uchaguzi wao ulikuwa ni batili. Na kwa sababu wametii sheria aina hiyo, sisi kesho pia tutachagua meya na tutaenda mahakamani kupinga meya aliyechaguliwa. Hapa ndipo kulikoanzia wito wa kufanyika kwa maandamano ya amani kupinga matokeo ya meya ambayo tunataka yafanywe na wahusika, na tunaamini yakifanywa kwa ukamilifu wake na wahusika, Chadema tuko tayari kwa mazungumzo, tuko tayari kuzungumza kutafuta ni nini kinachopelekea sintofahamu inayoendelea. Tatizo la Arusha sio swala la kisiasa, ni swala la kisheria. Umefanyika uchaguzi uliosimamiwa na halmashauri ya jiji. Mshindi amepatikana. Kwa utaratibu ushindi unapingwa mahakamani. Ushindi haupingwi kwa maandamano, na ushindi haupingwi kwa matamko, na ushindi haupingwi kwa sala. Unapingwa mahakamani. Sikubaliani na kauli ya mara kwa mara anazozitoa katibu mkuu wa chama. Kwanza kwamba uchaguzi, amesema uchaguzi wa meya wa Arusha ulifanyika kwa njia halali na kwamba walioshindwa waende mahakamani. Sikubaliani. Tarehe 31 mwezi wa 12 Chadema iliomba kufanya maandamano kwa barua yenye kumbukumbu namba CDM / AR / W / 20 / Tulikaa hapa tunashauriana,